idha kunti jamilatun fala tatakabbari li ajli jamalik. Mwanamke unasisitizwa wa Kiislamu, unapokuwa wewe ni mzuri usiwe na kiburi kwa uzuri wako. Wewe ukawa na kiburi, au takuni mutaaliyatun ala zawjika, au wewe ukawa unajienua na kujiona kwa mume wako, au ghairika minan nisaa, au wengineo katika wanawake wenzako, watawadhaino, nyenyekee. Na hapa ndo kuna jambo lingine. Mwanamke anapokuwa mzuri akajijua yeye ni mzuri, unajua mwanamke akishajijua yeye ni mzuri, wengine ndoa zao zinaharibika. Wengine wanawafanya wanyonge waume zao kwa sababu anajua mume wangu ananipenda na hawezi kupata mwingine kuliko mimi. Sasa yeye akamtukana mume wake, yeye akamkosea adabu, anatoka anavyotaka, anaingia anavyotaka kwa sababu anajijua yeye ni nani? Ni mzuri. Na mume wake hawezi kumwacha, bali mume wake ndo akifanya makosa, mume wake maskini ndo anarudi chini na mke wangu kwa ajili. Sasa unaambiwa wewe mwanamke mrembo, unaambiwa usifanye kiburi na kutumia vibaya urembo wako na kujenua mbele ya mume wako. Allah. Hayo ni makosa. Wala kwa wanawake wenzako. Leo wanawake wangapi ambao kwamba huwa dharau wenzao kwa sababu wao ni warembo? Bali imefika hata katika rangi. Unaona yule mwanamke, yani tumechukulia mwanamke akiwa mweusi si mzuri, mwanamke mweupe ndo atakuwa mzuri. Hayo Mola hatizami ndugu zangu. Kusoma hadithi ya Abi Huraira, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mola hatizami sura zenu, Mola hatizami mili yenu, Mola hatizami rangi zenu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hutizama mioyo yenu. Moyo unapokuwa sawa ndo Allah subhanahu wa ta'ala anahutizama, na pale ndo kunaenda rahma yake. Kwa hivyo nukta ya tatu, nasisitizwa mwanamke wa Kiislamu usifanye kiburi kwa uzuri wako na kujienua mbele ya mume wako eti kwa kuwa wewe ni mzuri. Watawadha'i, bali mtume amekunasihi, nyenyekea. Nyenyekea. Waqad qala sallallahu, mtume amesema wama tawadha ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah. Hakunyenyekea yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Mola subhanahu wa ta'ala humwinua. Hii nukta ya tatu ambayo kwamba ni muhimu sana kwa mwanamke wa Kiislamu. Pamoja kuwa ni mzuri, labda wasifiwa na wanaume wengine, labda unasifiwa na wenzako, isiwe ni sababu ya kupelekea wewe ni wewe na wengine si chochote. Kwa sababu tarfata ain, uwezo kapata mtihani wa maradhi, uwezo kapata balaa, uwezo kapata kadhaa, uwezo kapata kadhaa, kwa sababu Mola atakuletea adhabu wewe baada ya kufanya kiburi kwa neema kama ile ya uzuri. Ni lazima unyenyekee wewe kama mwanamke wa Kiislamu. Na haya hayatambui yoyote isipokuwa mwanamke mwenye imani. Isipokuwa mwanamke mwenye imani. Hili atakana alizingatia. Usifanye kiburi.